Mimi naona vijana wakati wa neno wako nje, watu wakiomba wako nje, kisha watatoka hapo wasema wametoka kanisani. Hata wamama na akili zao wako nje, kisha atatoka hapa aseme ametoka kanisani. Akienda akiulizwa kule, mwalimu wangu aliyenifundisha Biblia, nasema mtu wa namna hiyo akienda akiulizwa ibada imekuaje? Umebarikiwa, nasema amebarikiwa mwili mzima. Which means sasa hajapokea kitu chochote. Si uko nje? Weza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Nataka niseme hivi, watu wa Mungu, kwa yale unayoyafanya, kwa ule wokovu ulio nao, kila jambo unalolifanya kuna malipo. Amen. Inategemea umefanya mazuri, inategemea umefanya mabaya, lakini ujue kuna malipo. Amen. Wokovu ni wako, lakini malipo yanapeanwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapohudumia watu, unapofanya kazi ya Mungu, lazima mwanzo wewe mtu wa Mungu ukasimame na ukajua ya kwamba ni Mungu ametaka nikamtumikie, wala si mwanadamu. Amen. Ukijua ya kwamba kupitia kazi hiyo kuna malipo. Nimesema fungua kitabu cha Luka 16 na mlango Luka 16 na mlango wa 19. Hapo ndipo maandiko yetu, hapo ndio ambao tutasoma. Lakini ninachotaka kukuambia mtu wa Mungu ni kwamba fanya yote unayoyafanya kwa sababu uko hai na kwa kuwa unao uzima, lakini ujue malipo yako. Kwa hivyo ukafanye ukijua ya kwamba kama ni kazi ya Mungu ukaifanye kwa moyo. Kama hata ni kazi ya Mungu unapoifanya isiwe ya kusukuma, kwa sababu wewe na Mungu wako kuna siku utakuja kuulizwa kazi yako uliyoifanya. Amen. Luka 16 mstari wa 19. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini akafa, akachukuliwa mbinguni, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu akainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Amen. Maandiko yametuambia ya kwamba palikuwa na huyu mtu mmoja aliyekuwa ni tajiri, aliyevaa nguo zake rangi ya zambarau ya kitani safi. Tajiri lazima awe mtu ambaye atakuwa
tofauti ya wengine. Amen. Yale maisha unayoishi wewe sio yale maisha anaishi tajiri. Lakini ujue tajiri na maskini sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu na tukihukumiwa na Mungu Mwenyezi. Amen. Haijalishi wewe ulikuwa tajiri, haijalishi wewe ulikuwa maskini, utasimama kulingana na matendo yako, yale uliweza kuyatenda chini ya jua. Amina. Maandiko yametuambia tajiri huyu alikuwa anavaa nguo nzuri, nguo za kung'ara, lakini maandiko yanasema ya kwamba kukawa na maskini mmoja jina lake Lazaro, ambaye kila siku anawekwa mlangoni kwake. Amen. Kuna hatari, mtu wa Mungu. Chunguza yale unayofanya, yale ufanyayo yatazame. Kuna siku utakuja kuulizwa. Amen. Siku ya hukumu yaja, na itakapokuja ni nini utamwambia Mungu? Maana huyu ni tajiri na huyu masikini Lazaro kila siku anawekwa mlangoni pake na ana vidonda vingi, yani amejaa uchafu. Amen. Jambo la kwanza, tajiri huwa hana huruma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wengine wameokoka, wako ndani ya kanisa, wanamwabudu Mungu, lakini huruma hawana ndani yao. Amen. Ni wasaliti, ni watu wenye kufanya maovu, tena bado anasema Yesu ni Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tajiri na utajiri wake wote mzito, lakini kila siku kunawekwa yule maskini. Kama angekuwa na macho ya rohoni, angetambua ya kwamba huu ni mtihani Mungu ananipa. Lakini kwa sababu tajiri huwa hafikirii la mwingine. Amen. Akamuona ya kwamba ni mtu ambaye hana maana, ni masikini, ananuka. Maana kama alikuwa na vidonda, alikuwa ananuka. Lakini Yesu hawezi akakuacha hata kama uko vipi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mtu wa Mungu, matendo yako kuna siku utaulizwa. Na utakapoulizwa, yawe ni mazuri, yawe ni mabaya, ujue wewe mwenyewe utasimama mbele ya kiti cha hukumu. Amen. Kwa hivyo ni haki yako sasa. Maana bado tunaongea kwa matendo. Bado kuna huu muda wa kurekebisha. Kuna huu muda wa kujirudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni haki utengeneze maisha yako na Mungu. Maisha ya kwako ya wokovu ni ya kwako, si ya mchungaji, si ya ndugu yako, si ya mtoto wako, si ya babako, ni yako. Amen. Na hiyo siku itakapofika, haitachagua huyu ni maskini, atahukumiwa. Kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake. Anza kujitafuta sasa. Wewe mwokovu uliye hapa leo, anza kujitafuta. Kama siku ikiwa leo, je, maisha haya yangu nitasimamaje mbele ya Mungu? Kama leo iwe ndo ni siku yangu, Mungu ameniita, nini nitamwambia Mungu? Anza kujitafuta. Amen. Ni neema tu ambayo tuko nayo. Kuna muda neema itaisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anahitaji maisha yako, anahitaji roho yako, hahitaji maneno, hahitaji maelezo. Mpe mkono mwenzako, mwambie Mungu hahitaji maelezo. Uliokoka wapi ukafanya? Mungu hana hayo hitaji. Anahitaji na maisha yako. Uwe uliokoka wapi? Kuna mwingine tulienda kumhubiria mahali, akasema yeye aliokoka kitambo, miaka 20 iliyopita, tena Matangani kwa shangazi yake. Sasa hiyo miaka 20 iliyopita, sasa hii bado namjua Mungu. Niliona mnadanganya. Tangu hiyo miaka 20 Yesu anakuja na hakuja, nikarudi. Sasa nini nyendeni? Huyo Yesu mnemhubiria akiwa karibu, njoni mnihubirie nitubu. Ni uzima huo. Amen. Muulize
muujiza mwenzako ni uzima. Ameokoka miaka 20 akachoka, maana alihubiriwa akaambiwa Yesu atarudi akaokoka. Kumbe Yesu hajarudi, akarudi nyuma. Tumeenda kumhubiria injili, anasema tukahubiri huko kwingine. Siku ile tukijua Yesu anakuja tukamhubiria aokoke. Amen. Na maandiko anasema si atakuja kama mwizi. Sasa hiyo kuja kama mwizi, mwizi huwa anakutaarifu na kuja kukuibia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuchunguze matendo yetu. Amen. Ujue yale unayofanya, kile unachotenda, kuna siku moja utasimama wewe. Utasimama na mchungaji wako, utasimama na mtu mwingine, utasimama kama wewe. Je, hayo matendo yako yanampendeza Mungu? Tajiri huyu alikuwa ni tajiri, lakini katika utajiri wake hakuweza kusaidia mtu. Yule masikini siku zote anawekwa pale, ambao hata ile siku ya kwanza angewekwa pale, yule tajiri angeweza tu akamhurumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuweza. Ili andiko hili leo lipatikane kwako, ninachosema ni hivi, mtu wa Mungu, tafuta nafasi ndani ya moyo wako, Yesu apenye ndani ya huo moyo wako, ili anaposhuka akaweze kukuelekeza kile cha kufanya. Amen. Wokovu si kwamba tumeokoka kuja kanisani na kwamba vimetosha. Kuna mahali tunaenda na Mungu anatungojea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu maskini akawa anawekwa mahali pale. Mstari wa 20 anasema, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo aliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Amen. Yuko chini ya meza ya tajiri. Tajiri ameketi hapa, maskini yuko chini, mbwa nao wako hapo wanangoja ianguke. Amen. Kama ni mchele lazima vitadondoka dondoka. Hata kama ni sima lazima magande ganda. Amen. Lakini tajiri huyo kwake haikuwa kazi, kwake haikuwa kitu ya maana, maana aliendelea kula tu. Huyu masikini kingoja vianguke akule. Hata lazima pengine vilipokuwa vimeanguka hapa akachukua akatupa huko nje ili mbwa wakakule, lakini si yule maskini. Amen. Sasa maskini yuko chini, yule tajiri naye anakula, mbwa nao wako hapo. Maskini huyo ana vidonda, wanashindana na mbwa. Kama tonge likianguka mbwa anataka, maskini anataka, lakini huyu mtu hayakuweza kumutia katika akili. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mtu wa Mungu, simama. Wokovu ni wako. Wokovu si wa mkeo, wokovu si wa mtoto wako, ni wa kwako. Amen. Basi huyo masikini akatafuta, yani anatafuta tu kujishibisha kwa yale hata si chakula umpe. Hiyo chakula yako unayokula hutampa, hata kile kinachoanguka nacho pia. Mtajiri huyu alikuwa akimkataza, lakini mbwa na maskini wakawa wako mahali pale wakimungoja tajiri anguke. Hata kama anakunywa juisi, labda ile glasi ianguke, wafanye kuramba, yule maskini hata kunywa, lakini yule mbwa kama hiyo si ataramba. Lakini tajiri huyu yule hakufanya mambo hayo. Nasema hivi, mtu wa Mungu, tengeneza maisha yako na Mungu. Kuna mahali tunaenda, kuna mahali Mungu anatungoja. Tutakapofika kule tunangojewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini utamwambia Mungu? Amen. Ni nini utamwambia Mungu? Ujue yale unayofanya duniani, malipo ni hapa hapa. Mbinguni ni hukumu. Kama unafanya mazuri, utalipwa hapa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama tutafanya yanayompendeza Mungu, tujue
wanatafuta kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia sasa. Anasema hivi, ikawa maskini akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Amen. Vitu viwili tofauti. Uwe masikini utakufa, uwe utajiri utakufa, lakini hapa kumetofautishwa. Amen. Yule maskini akafa, akachukuliwa na malaika mbinguni. Amen. Yule tajiri akafa, akazikwa. Si kwamba yule maskini hakuzikwa, alizikwa, lakini maisha yake yalimpendeza Mungu hata pamoja na umaskini wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tajiri akafa, akazikwa, na mambo yake yakawa yameisha. Kule mbinguni hakuhitaji utajiri wala hakuhitaji umaskini. Mungu anahitaji maisha yako, anahitaji roho yako. Kwa hivyo ni vyema utengeneze maisha yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotenda mema, utalipwa mema ukiwa hapa duniani. Unapotenda mabaya, utalipwa mabaya ukiwa hapa hapa. Lakini ujue siku inakuja, masikini akafa, akachukuliwa moja kwa moja mbinguni. Huyu tajiri alipokufa, akazikwa, mambo yake yakaisha. Nataka niseme hivi, mtu wa Mungu, katika sisi watu tunaosema Yesu ni Bwana, kuna vifo mara mbili ambazo tunakufa. Kwa hiyo amen, kama hujasimama na Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Si wewe umekufa. Amen. Kuna wengi wanasema ni wokovu, lakini walikufa kitambo. Amen. Nasema hivyo kwa sababu huja kufa ile ukazikwa, maana bado unaenda, unatembea na unakuja kanisani, lakini matendo yako ya wokovu, yale unayoyatenda ni tofauti na wokovu huo. Amen. Ni lazima ya kwamba watu wa Mungu tukajua tuko hapa, tuko katika safari, tunaelekea kwa Baba, na tunajua ni nini tutakapofika mahali huko, ni kitu gani tutasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahaja watu wa Mungu tukamwinue Mungu. Tunahitaji watu wa Mungu tukamtukuze Mungu, tukijua ya kwamba itafika siku. Hiyo siku ukisoma maandiko vizuri, unaambiwa ni siku ya kutisha. Mimi huwa nina imagine sasa itakuwaje. Kwa mfano sasa sijafanya kile kinachonitakiwa mimi kufanya. Amen. Nitafanya nini? Lazima mtu wa Mungu ujipeleke kwa Mungu, ukijua Mungu ni Mungu wa vyote, na katika maisha yako, katika mwili wako, hakuna kitu ambacho Mungu hakifahamu. Kwa hivyo unaweza ukadanganya mchungaji, ukadanganya mshirika mwenzako, ukadanganya mwanadamu wa aina zote, lakini Mungu anakujua vizuri. Nasema hivi, tengeneza maisha yako na Mungu. Amen. Siku inakuja, na itakapokuja itategemea wewe utakuwa wapi na utasimama kona gani. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, basi kule kuzimu akainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Kule kuzimu, maana amekufa na amebaki huko, akamuona yule masikini aliyekula kupitia kwake makombo, akamuona kwa mbali, yumo kifuani mwa Ibrahimu, na yeye akipata mateso. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanadamu wa leo, mateso yatakapokuwa mengi, mtu anathubutu kusema afadhali nikafe nikapumzike. Nani alikwambia ukifa unaenda kupumzika? Amen. Nani alikwambia ukifa unaenda kupumzika? Inategemea umekufa vipi. Amen. Kwa mfano uchukue sumu uende ukakunywe, ati nikufe nikapumzike, si umeongeza dhambi juu ya nyingine? Hiyo ya kujitakia tayari kujiua, na hiyo ya kuchukua hiyo hatua ya kufanya hicho kitendo. Tunawaja watu wa Mungu
tukamjue Mungu vizuri. Naona kama huyu Mungu hatuelewi, na kama tunaelewa hatujajua kwa nini sisi tumeokoka. Wakati tutakapojijua mwanzo sisi ni wakina nani na kwa nini tumeokoka, utasubiria Mungu. Kila kitu utakachokifanya utataka Mungu akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kule kuzimuni, huyu tajiri anamuona yule maskini, anafurahia. Nakwambia mtu wa Mungu, simama. Siku inakuja, siku ya kutisha, siku yenye mambo mengi, lakini wewe kama utakuwa umetengeneza maisha yako na Mungu, haitakutisha. Amen. Yote tunayopitia hapa duniani ni hapa hapa. Amen. Kule mbinguni hata hayahitajiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama maisha yako hapa duniani yamekuwa maozaoza, je, kule mbinguni itakuwaje? Ni lazima tukatengeneze, kwa sababu safari bado tumo safarini, tunaenda, na aliye safarini anapitia mambo mengi. Kuna ajali njiani, naweza ukaumwa na nyoka, naweza ukaanguka, lakini sio mwisho wa safari. Amen. Umeokoka miaka 20, umeokoka miaka 10, lakini Yesu bado hajarudi. Simama tu, endelea kumwamini Mungu. Siku moja utapata malipo yako. Amen. Na tunapofanya hivyo tutaona Mungu akitusaidia. Sikia mstari wa 24. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, mtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateseka katika moto huu. Amen. Masikini leo analia, tajiri leo analia. Maskini yule aliyetarajia kukula kutoka kwa tajiri leo anafurahi mbinguni. Yale mateso unayopitia ni ya muda. Mungu anakungoja. Usijali mwanadamu atakwambia nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ile ambayo itafika, wewe Mungu atasimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilikuwa nafanya follow up. Amen. Sasa hii follow up ina wenyewe. Nilienda nikamwagiwa maji ya makoko kule. Huko kwa Hussein Deri huko. Kulikuwa na washirika huko na walikuwa nakuja kanisani hapa. Amen. Sasa ile tunatoka tu, yani tumeingia hiyo nyumba kubisha na ni kuomba. Amen. Yani mama alitoka na sufuria la sima. Kwa nini tumeenda pale kwake kuomba? Wanafollow hapo hamjayapata huko mnakoenda. Hata wengine wanaambia hamna kazi nyinyi, kazi yenu kuzunguka nyumba za watu. Mpe mkono mwenzako, mwambie wewe ni mzima kisha. Amen. Na huyo mama alifanya hivyo, kuna kichafu alikipata. Amen. Malipo yako hapa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hujanipa tikiti, hujanituma, nimekuja tena nikuombee. Alafu achukua maji ya makoko animwagia. Kwa nini nimeenda? Mwambie mwenzako, tangaza msimamo. Siku inakuja, nimwagie makoko lakini hautaizuilia, itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa yote saa hii, yule mama nikikwambia, najua machangu ndoa ni nani? Hamjui? Machangu ndoa ni nani? Si mnajua? Ndio huyo yuko saa hii huyo mama. Na alikuwa, Bwana Yesu asifiwe, na anaomba Mungu. Yule masikini akachukuliwa mbinguni, akawa kifuani mwa Lazaro. Sasa basi yule tajiri huko kuzimu anamuona, anamwambia, baba yangu Abrahamu. Amen. Hata ana haya hata kumuita huyo maskini. Amen. Maana anamuona yumo kifuani. Mtu akiwa kama hivyo, wewe umebeba mtoto wako na umembeba hapa, najua yule mtoto anajiona yuko salama.
Ajui kama kuna kitu kinaweza kumtendekea, maana yuko mikononi mwa wazao. Sasa kule kuzimu, huyu tajiri akamwona Abrahamu amembeba yule maskini. Anamwambia sasa, baba Abrahamu, mtume huyo Lazaro maskini, mtume achove kidole. Amen. Wasema ujui kufunga, kikikupata utafunga. Amen. Marathon ni Jumatano mwanzo. Nimesahau kuitangaza. Amen. Na Jumapili ni ibada ya ukombozi. Kwa hivyo unapofunga hiyo marathon, ukija hapa Jumapili lazima utakombolewa. Amen. Na wewe ambaye huwezi kufunga marathon, funga tu, panda tu kishuka. Bora uwe unajua unaombea nini. Amen. Si lazima hapa, si Shakahola hapa. Hapa tunakuja kufunga. Amen. Maana wengine wanasema wakifunga hizo siku 3 utakufa. Nani alikwambia alifunga siku 3 akafa? Amen. Funga hiyo Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ni mwisho saa 12. Tunaondoka hapa. Kama huwezi kufunga hizo, usimjaribu Mungu. Sije tukaja huko kwako sasa hivi. Amen. Tukaanza kulimikwa hapa. Watu wako hapo wanaomba. Kama uviwezi, panda ukishuka. Bora utakuwa na muomba Mungu. Amen. Yule masikini akachukuliwa mbinguni. Tajiri kuzimuni anasema, mwambie huyo Lazaro achove kidole chake majini. Yaani mtu umepata shida kiwango cha kwamba hii maji ya hii kidole wewe unaweza kunywa, hata mtoto yule mchanga. Yaani hii maji hivi. Amen. Mwambie mwenzako siku yaja. Mimi naona kama hii siku ni kama kesho. Itakuwaje na mimi sijatengeneza maisha yangu na Mungu? Sijatengeneza huduma yangu na Mungu. Sijatengeneza wokovu wangu na Mungu. Akamwambia chovya insha ya kidole chake, aje aniwekee kwa mdomo wangu niburudike, maana nateseka kwa moto huu. Amen. Kuna moto unatungoja watu wa Mungu. Sasa simama na Mungu uepuke moto. Wakati mwingine tulienda kwa injili ya nyumba kwa nyumba, tukapata wengine wakasema, kwa sababu siku ya mwisho kutakuwa wale ambao hawajamwamini Mungu wataenda jehanamu. Nitaenda kuchukua miogo, gunia zima nitakuwa nikichoma huko jehanamu. Kwa hivyo wokovu sina haja nao. Amen. Fanya yote, maana mdomo ni mali yako. Tamka tu chochote unachoweza kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku inakuja, anasema mtume achove kidole, aje ni uburudike moyo wangu, maana ninakufa kwa huu moto. Tajiri analia, aliyekuwa na kila kitu analia. Nasema mtu wa Mungu simama, iwe kwenye jua simama, uwe kwa shida simama, uwe kwa raha simama. Siku inakuja utapumuzika. Amen. Siku itakuja utapumuzika. Wacha wakubandike majina yote, wakuite mwokovu, wakuite una maana, wakuite muombaji. Maana ukiomba sana unaitwa muombezi. Bwana Yesu asifiwe. Chamona huyo muombezi, siku hizi hata akai kwake ni yeye na kuomba. Vumilia, siku inakuja. Muombezi wanaokubandika nao, hata yeye pia atauona. Malipo yake utayapata. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tajiri hakufikiria kama kuna Mungu, hakufikiria kama Mungu yuko, lakini sasa amekula raha ya dunia hii. Siku imefika, ananyenyekea sasa, maana moto unamkula. Yale malipo anayapata ambapo alikuwa na wakati tu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda uko sasa wa kujirekebisha. Fanya matendo yako yapendeze machoni kwa Mungu. Fanya matendo yako yawe mazuri. Amen. Sasa anahitaji maji, aburudishe ulimi wake, maji ya kidole. Bwana Yesu asifiwe.
Wewe uko hapo unasema hujui kufunga. Halijakupata. Likikupata utafunga. Si utajua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaaja watu wa Mungu kila uchao. Tuwe tunakuwa. Amen. Mtoto akizaliwa kama hivi, hao watoto tunajiona washikwe hapa, watoke hapa, waende hapa. Yaani wanakaa kama hawajielewi. Amen. Lakini maandiko inatuambia tusipokuwa kama hawa watoto wadogo, amen, hatutaweza kuona ufalme wa mbinguni. Ni lazima tukasimame kama tulivyo, kama ulivyomwamini Mungu, ukasema mimi Mungu niko na wewe, na achana na dhambi na kufuata Yesu. Mufuate Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hukuja kuokoka hapa na mtu. Kila mmoja kuna mahali ulitolewa peke yako. Tukija mahali hapa sote tuko pamoja, tunaojiita wokovu. Kila mmoja aliokoka kivyake, tena ulikiri peke yako. Sasa simama na huo wokovu. Amen. Ujue siku inakuja na moto wa Mungu unakuja. Utakapofika huo wakati, ni nini utamwambia Mungu? Ni lazima sasa anza kutengeneza, ili siku ile ikifika uwe una sababu ya kumwambia Mungu. Lakini ujue malipo yako hapa hapa. Hivyo tenda mema, mpendeze Mungu, kuwa barua njema, isomeke vema. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku itakapofika, tutakuwa na kibarua. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie. Mtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. 25. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro hivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijika, na wewe unaumizwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa kumbuka vile ulivyofanya. Kwa hivyo fanya mabaya, lakini ujue Mungu anaona. Amen. Akaambiwa kumbuka. Anasema mtume achove kidole. Lakini Abrahamu anamjibu, hata si masikini anajibu, itafika wakati wewe uliyedharauliwa utaheshimiwa. Simama tu na Mungu wako. Siku inakuja ya heshima yako. Amen. Takuja kuambiwa hapa zungumuzi bila mama Kefei kuwa hapa. Si wewe utakuwa unametamanika. Na akakufikia hapo, si lazima wewe kuna kitu wamekiona kwako. Simama, siku inakuja. Lazaro hakujibu wala hakuongea, ana furaha tu, maana duniani alipata mateso, magonjwa alikuwa nayo, dhiki alikuwa nazo, chakula hakuwa nacho. Lakini Abrahamu akamujibia yule maskini, akamwambia kumbuka ulifanya mazuri, ukafurahi. Huyu hapa akawa anateseka. Sasa wewe saa hii unateseka, yeye yuko na amani. Kwa hivyo hilo ndilo jibu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uchunguze. Chunguza maisha yako. Siku inakuja. Hii haitabagua uwe mtoto, uwe mtu mzima, uwe tajiri, uwe maskini. Itakufika. Amen. 26 nasemaje hapo? Nataka uko nijue. Sikizeni 26. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao
kutoka huku kwenda kwenyu wasiweze, wala watu wa kwenyu wasivuke kuja kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa ya kwamba hiyo haiwezekani, ile ya kuja tu akuletee maji kwa kidole haiwezekani, maana hapa katikati kumewekwa bonde, kumewekwa mpaka. Kwa hivyo wale wa kule hawawezi kuja huku na sisi wa huku hatuwezi kwenda kule. Kwa hivyo huyu tajiri akawa bado yuko katika mateso. Amen. Tengeneza mtu wa Mungu. Wakati umefika sasa, umesikia neno, tunaenda kuomba sasa hivi. Tengeneza maisha yako na Mungu. Mungu atakuja kukuhukumu wewe, hata hukumu watu. Maana kila mtu atahukumiwa na matendo yake. 27 inasemaje? Amen. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia tajiri sasa, yaani yuko kuzimu, tena bado ana komandi akiwa huko kuzimu. Amen. Anamfundisha Abrahamu ya kufanya. Na hiyo ndivyo vilivyo hata leo, wokovu wa leo. Tunataka sisi Mungu afanye vile sisi tunataka, si vile Mungu anataka, si hivyo. Kama Mungu amesema wacha dhambi, wacha. Ndiposa ukamwone Mungu. Amen. Ameambiwa ya kwamba kuna bonde. Hapa kumewekwa bonde. Kuna bonde hapa. Mtu wa kule hawezi kuja huku, na wa huku naye hawezi kuja kule. Lakini yeye anasema ya kwamba mimi niko na ndugu zangu huko duniani. Amen. Yaani yeye mwenyewe bado hajajua judgment yake iko vipi, lakini anakumbuka ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kikiumana tu. Kama hujamjua Mungu utamjua Mungu. Amen. Kama hujajua Mungu na hujui, utamjua. Sasa anasema ya kwamba basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu zangu 5, ili washuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa kwa mateso. Sasa yeye hakufanya kile kilichokuwa kinatakikana, lakini amekuwa kwa mateso. Anamtuma Abrahamu kwamba aende huko duniani, maana yeye yuko kuzimu. Akawaambia ya kwamba ndugu zake, ako na ndugu zake 5, akawahubirie ili wale ndugu zake pia wasije mahali pale kwa mateso. Hiyo inawezekana kweli? Bwana Yesu asifiwe. Siku ni leo. Kama ni kutubu ni leo. Kama ni kutengeneza ni leo. Mbinguni ni hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo tajiri alikuwa na muda mzuri sana, lakini ule muda kwake haukuwa na maana. Amen. Sikiza, anasema Abrahamu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Amen. Kama utasikia mchungaji akihubiri, kama utasikia mtu yoyote ambaye amesimamishwa kwa ajili ya kuhubiri, hata huyo mtu akifufuka kutoka kuzimu, ndio utaamini. Si hata utazidi kushtuka, maana utasema mzimu sasa umekuja unihubirie. Amen. Yaani wanadamu tufanyiwe nini ili tujue kama kuna Mungu? Amen. Ati watume mtume huyo Lazaro aende huko. Kuna ndugu zangu 5 hawajaokoka, aende akawashuhudie waokoke, ili wasije hapa kwa mateso. Hapo mwisho anawajibu nini? Najua hilo jibu hata unaweza ukajijibu mwenyewe kulingana na vile umesimama wewe na Mungu wako. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hapana, lakini anasema kama mtu akitoka
Ayubu mpaka yuko kwa mateso. Lazima mtu wa Mungu ukasimame. Wokovu ni wa kwako, maamuzi ni yako. Kile unachofaulu, kile unachofanikiwa, kile unachokifanya, maamuzi ni yako wewe. Hakuna mtu mwingine anaweza akakufanyia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Anabiwa wako huko, manabii wako, wachungaji wako, wengine mnawamwagia maji ya makoko, wako huko. Lakini anasema kama mtu akitoka kuzimu ataamini. Amen. Omena ni omena tu, ukiwakaranga, ukiwafanyaje, bado si ni omena. Hivyo hivyo zinakuangalia, hazitafunga macho kwa sababu umezikaranga na kitunguu. Amen. Wokovu lazima tukasimame, tukafanye kazi ya Mungu kwa kupenda, si kwa kulazimishwa. Maana wakati unafanya kazi ya Mungu, kuna malipo utayapata. Na wakati unapokataa kufanya kazi ya Mungu, napo kuna malipo utayapata. Kwa hivyo simama ili ukaone makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumalize hapo. Fungua Timotheo wa pili, mstari wa 3. Tunataka tu kusoma mistari miwili hapo, twende tukaombe. Timotheo wa pili, mlango wa 3, 16 na 17. Timotheo wa pili 3, 16 na 17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Hapo napo Timotheo sasa anaongea na watu. Hawa bado ni sisi watu ambao tumeokoka. Anaongea nao, anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki. Tukijua ya kwamba siku inakuja, wakati unapohubiri, kama we ni mhubiri, unahubiria watu kuwaelekeza kumjua Mungu. Amen. Ukijua ya kwamba hilo neno linafungua, lina pumzi ambayo li hai. Amen. Sasa hiyo mstari wa 17 inasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Amen. Neno la Mungu liwe ndani yake. Mtu mwenye neno la Mungu, hata maongeo yake hayatakwenda papa. Amen. Watu kama hao tunawaita vibiriti ngoma. Mwokovu haufai kuwa kibiriti ngoma. Wewe unaongea kama charahani. Inahitajikana maongezi yako yawe na kiasi. Amen. Kila andiko, kila neno la Mungu, kila neno la Mungu lina uzima, linakomboa, liongoze watu katika kumjua Mungu, linaongoza mtu katika kutekeleza wajibu wake kama Mkristo. Na kama hauna neno la Mungu, basi Mungu hayumo ndani mwako. Maana neno likiwa ndani litakupa kuomba, litakupa kutenda kazi ya Mungu, litakupa kufundisha, litakupa kila kitu unachotaka katika kukamilisha wokovu wako. Lazima uwe na neno. Amen. Si Mungu awabariki. Amen. Tukasimame. Tunataka kwenda kuitengeneza njia yetu na Mungu. Amen. Ni wakati ambao tunataka tukaende kuomba. Aitengeneza njia ya Bwana, aitengeneza itakamilika. Nataka muje mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Njoni mbele, wale ambao wana mahitaji wawe mbele. Yule mgeni wetu njoo. Najua shida yako. Na kama kuna wagonjwa wengine ambao uko hapo na mahitaji ya aina zote, kuja hapa. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru na kutukuza. Nimelinena neno lako Bwana, wakati huu tunaenda kuomba. Shuka mwenyewe uhudumie watu wako ili jina lako likatukuzwe. Naweza yote na unatosha, hakuna Mungu aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Piga makofi wakija. Nimesema kama unahitaji ya aina zote. Kama we ni mgonjwa, una mahitaji. Ugonjwa na mahitaji ni kitu tofauti. Amen. Ama amwelewi hiyo Kiswahili sanifu ama ni nini? Amen. We mgeni njoo hapa. Najua Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki mjue kile anachougua, lakini mkimuona vile alivyo mtajaza wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa ni lango la uzima. Na kwa sababu ni lango la uzima, katika yale aliyoyapokea tayari, ndiposa leo amekuja. Amekuwa kija kule nyumbani tukaomba. Najua Mungu atafanya. Hiyo kichwa bado nauma. Bado sasa ya kufura. Hiyo pia itaisha kwa jina la Yesu. Yangu mwana kichwa mpaka wewe ni kama hiyo ni pepo. Naitengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Kila mmoja aende akatengeneze njia yake. Unapoomba saa hii mwambie Mungu nishuka. Naitengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Asante Bwana Yesu. Unatuhurumia Yesu. Najua tunapitia mengi. Naitengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Naweza Yesu. Unaweza Jehova. Asante Bwana Yesu. Wewe piga makofi, piga makofi. Imba kutoka ndani. Anza kutengeneza maisha yako na Mungu, ili tunapokuja kuomba una jambo la kumwambia Mungu. Tengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Yesu, shuka mwenyewe kwa nguvu zako Masihi. Baba, naitengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Yesu, shuka Yesu wangu. Baba, naitengeneza njia ya Bwana, naitengeneza itakamilika. Tengeneza njia yako. Wewe piga makofi. Piga makofi. Piga makofi. Asante Bwana Yesu. Najua unatuhurumia Yesu. Hata tunapoenda kinyume na neno lako, bado unaturudia tu kupitia maandiko.
neno lako. Najirudi, naitengeneza sasa njia yangu, ukanikumbuke na ukanikubali. Oh yes. Ijulikane kama uko Mungu Elia, na ijulikane kama uko Mungu Elia. Airisa ikana imasaya Yesu, aina imasika Baba, airisi ate Baba. Natisha Mungu wangu, nende wapi Baba? Nijifichie uovu, Mungu usinione. Yesu wangu, najileta kwako Baba, nitendee mema, nisaidie, nizingire Mungu, nizunguke Masia. Shuka Baba, shuka kwa watu wako, wahudumie mwenyewe Jehova, wahudumie watu wako, kaondolee Yesu, kaondolee dhiki, kaondolee shida, kaondolee magonjwa. Hukumu inatisha Yesu. Aibo airisaikana ibosaya airidama airibosaya aikana ibosika Baba.
kafungue mwenyewe, kamutakase mwenyewe, kamusunguke. Mungu wa mbinguni, unajua kilichofanywa, unajua kilichotendeka. Enyi maroho pale mizimuni kwenu ambako mulimuweka, na kamata hizo maroho uko kuzimu. Ninakamata kichwa kuuma, ndoto mbaya, beba kumpeleka makaburini, kumuletea kichwa kuuma, matatizo yote. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto. Damu yako Yesu ishuke ndani yake, ishuke ndani yake, ishuke ndani yake. Hiyo damu inakukomboa, hiyo damu inakukomboa, inakutoa kwa mizimu, inakutoa kwa magano, inakutoa kwa madhabahu. Uko makaburini walikokuweka, unatoka, unatoka, unatoka katika Asante Bwana Yesu. Wewe ni Mungu mweza wa yote, Mwana wa Mungu. Hukumu inatisha, mtoe mwenyewe. Haijalishi maagano haya Yesu ambao waliagana juu yake, juu ya maisha yake, juu ya kizazi chake, juu ya kazi yake, hata maisha yake. Baba yangu leo anatoka. Haijalishi waliagana, mizimu waliweka nini, walimfunga na sadaka ngapi, leo anatoka, leo atolewe, leo atolewe. Utoweni, utoweni hiyo nyoka yenu, hiyo nyoka yenu, vidungu Maria zote Baba, naziteketeza na moto katika jina la Yesu. Hatakufa bali hataishi. Mungu wa mbinguni, hilo inayotafuta mauti, Mungu wa ajabu, ninakemea, ninaharibu, ninabomoa hii roho Jehova ya ufukara, roho Jehova inayowafuatilia, roho za madeni, roho za pingamizi. Weka moto, weka moto, weka moto. Roho za ukoo, damu ya ukoo, maagano ya jamii, nafunja kwa damu ya Yesu, nateketeza na moto wakao katikati. Wewe ni Mungu uliye juu, na kuita Mungu wa ajabu. Tazama Jehova Masia, ulisema ya kwamba tukuite, maana wewe ni Mungu pamoja nasi. Angalia shetani alivyosimama ndani ya kazi ya mtu huyu. Wewe ni Mungu Jehova, kashuke utengeneze, kashuke utengeneze ile roho Jehova yenye kuvuruga, yenye kusimama hizo pingamizi. Yesu navunja, Yesu nabomoa, Yesu naweka moto, Yesu nateketeza katika jina la Yesu. Kampe kibali ndani ya kasile, akaone kibali chako. Hizo mapepo zinazosimama ili kutatiza Jehova, ili Mungu akavunjike moyo, akaone kama Mungu hauko. Mbona ulisema na sasa inaisha? Wewe ni Mungu, shuka sasa kwa nguvu zako, shuka na uweza wako katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi ndilo jina lako, namleta mikononi mwako, ni mwana, ni mtumishi wako. Shuka mwenyewe Baba, tengeneza mwenyewe maisha yake, tengeneza maisha yake, tengeneza kazi yake, tengeneza nyumba yake, tengeneza. Mungu wa mbinguni, haijalishi ibilisi anachokipanga juu ya maisha yake, anachotaka juu ya maisha yake, Mungu nabomoa falme za giza. Yesu navunja falme za mapepo, weka moto, choma katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu unaweza, shuka na mkono wako wenye nguvu, simama mwenyewe kwa uweza wa Mungu, tawala maisha yake, utakase mwili, utakase roho. Tazama Mungu wa mbinguni, fungua milango ya kazi zake Yesu. Ona Mungu wa mbinguni, yale mapepo yaliyosimama, hata zile faili, zile makaratasi zake Baba, kwa ajili ya kazi aikana imosaya. Mungu wa mbinguni, unaona Baba mahali pale zimewekwa. Yesu unapaona, shuka
moto, wachawi na warogi walioficha Baba, ili zisionekane, ili isionekane kazi ile Baba. Mungu wa mbinguni, shuka na nguvu zako, nenda ukazitoe kwa jina la Yesu, nenda ukazitoe kwa jina la Yesu. Na Mungu wa mbinguni wacha Mungu wa amani ukashuke Yesu, kazi ile Jehova. Mungu wa mbinguni una mwenyewe yote aliyompangia, Mungu unayajua, lakini mapepo wamejua Jehova, ndiposa wamefunga na kamata Baba hizo falume zao, hizo karatasi walizozifinika zisionekane, ili kazi ile Baba isiweze kupatikana. Weka moto Yesu, weka moto Jehova. Tazama Mungu wa mbinguni, shuka na moto uliyefunua Yesu, hata pale kwa draw zilipowekwa Yesu. Wewe Mungu unaona, nenda ukatoe kila kitu, toa kila kitu alichokifunga ibilisi, ninakidai katika maisha yake Baba, kayaweke huru, kamponye, kamtakase, maana una uwezo Baba, katika jina la Yesu. Shuka mwenyewe na nguvu zako, mutawale Bwana wangu, mutakase kwa uweza wako, musingire kwa neema yako. Achilia uwezo na nguvu, achilia mamlaka yako, ili Mungu ukatukuzwe, ili Mungu ukainuliwe. Tazama Baba yangu, kila kifungo Jehova kilichofunga watu wako Yesu, nabomoa kwa nguvu za moto Yesu, nafumbua kwa damu ya Yesu. Ninamkabidhi mtoto huyu mikononi mwako, mutakase mwenyewe, mutakase mwenyewe, mufungue mwenyewe. Hizo maroho zinamufanya tetemeke, weka moto, kamoto, weka moto Yesu, choma katika jina. Mungu wa mbinguni, namleta mama huyu mikononi mwako, atakufa bali ataishi. Yesu wangu, ile bomu iliyowekwa ndani ya ile nyumba yake inayotafuta mauti, weka moto, weka moto. Ni mwanao, atakufa ataishi. Yesu wangu, kile kitunguru, Mungu wa mbinguni, nakamata Yesu wangu, nakamata, ninavunja kwa jina la Yesu, ninateketeza na moto wakao katikati. Baba, ninamutoa katika kila ufalume waliomwekea ili akateseke. Ninamutoa kwa jina la Yesu, ninamutoa katikati. Baba yangu, wewe ni Mungu uliye juu. Namleta mama huyu mikononi mwako, takase kwa damu ya Yesu, ufungue kwa uwezo wa Mungu. Baba, mponye, mtendee mema, akaone makuu yako, akakutukuze, kwa maana unastahili. Kila kifungo ambacho kimemfunga na kamata mateka, na weka moto, choma katika jina la Yesu. Utakase, mtie nguvu, jaze nguvu zako, musimamisha, kuinue. Hizi zimefika mwisho, Mungu ukajitukuze, ili ukaweze kutenda mema. Wewe ni Mungu uliye juu. Namleta mtoto huyu mikononi mwako, Baba yangu na Mungu wangu, muzingire kwa uweza wa Roho hizi mapepo zinazomtafuta. Mungu wa mbinguni, mwanzo Yesu wangu, nenda ukamutoe, nenda ukamutoe, nenda ukamutoe. Hebu achilia Mungu wa mbinguni, mtoto huyo ni atoke kwa mizimu, ni atoke kule mizimuni walikomweka. Mungu wa mbinguni, ninamutoa, ninamutoa. Achilia, achilia haraka, achilia. Mungu wa mbinguni, mweke moto, mweke moto huyu mzee mchawi, mweke moto aliyechukua mtoto huyu. Mungu wa mbinguni, achilia huyo mtoto, achilia, achilia na uende haraka, kufa mwenyewe. Mtoa kwa misimuni, mweke moto katika jina. Wewe ni Mungu uliye juu, na msongeza kwako, mtendee mema Bwana, mtakase tumbo lake Jehova. Kumbuke mwenyewe, muzingire mwenyewe kwa nguvu za Roho na mamlaka yako katika jina la Yesu. Na
namleta kwako. Nenda ukamutakase, nenda ukamwinue, ukamzingire, maana ni Mungu, katika jina la Yesu. Baba yangu, katika jina la Yesu, namleta mama huyu mikononi mwako. Baba yangu, ninakamata hizo maroho zenye kumletea magonjwa, zenye kumletea matatizo. Shuka na nguvu zako, shuka na moto wako. Baba yangu, kila kifungo ambacho kimemfunga nakamata